Machache. Kwanza niwashukuru sana jopo la mawakili wetu likiongozwa na mwanasheria mkuu wa chama Mzee Rugemeleza Nshala kwa kufanya kazi ngumu kwa kweli ya kushughulika na haya mambo hatua mbalimbali. Kwa nashukuru sana mawakili. Nishukuru vile vile wajumbe wa bodi ya wadhamini kwa namna ambavyo sio tu kwa kujitokeza hapa mahakamani, walikuwepo hapa mahakamani, lakini kwa namna ambavyo wamekuwa wakishiriki kusaini na kuandaa nyaraka zinazohusiana na kesi hii. Nishukuru vile vile wanachama na wananchi ambao na vyombo vya habari ambao wamekuwa mkijitokeza mahakamani. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kweli kwa sababu mnafanya kazi muhimu ya kuilinda Chadema dhidi ya njama haramu za kuizuia Chadema kufanya shughuli zake, dhidi ya hujuma ya haki ya wananchi kupata chama hiki kikuu cha siasa ambacho kinawakilisha maslahi ya umma. Kwa wale wote ambao mnasaidia kesi hii kwa namna moja au nyingine, kwa niaba ya chama naomba kufikisha shukrani za kiwango cha juu sana. Sasa la pili, kumeelezwa hapa ratiba ndefu kidogo ya majibishano ya kimaandishi mpaka kufikia tarehe 5 mwezi wa 8 kurudi tena hapa mahakamani kujua hatima ya jambo hili. Sina dhamira ya kuingilia mambo ya kimahakama na utaratibu wa majibizano hayo ya maandishi, ila nataka kusema jambo moja muhimu sana. Hapa tunapotezewa muda wa mawakili wa chama ambao wangeweza kufanya majukumu mengine ya kutetea haki katika nchi yetu. Unapotezwa muda wa bodi ya wadhamini, muda wa katibu mkuu, unapotezwa muda wa mahakama na muda wa watu wanaokuja mahakamani, na huu muda unaambatana na matumizi ya rasilimali, gharama za kushughulika na mambo haya, gharama hata za vyombo vya ulinzi na usalama wamejazana hapa mbele ya mahakama kwenye jambo hili. Tunapotezewa muda kwa jambo ambalo halina msingi wowote, halina maslahi yoyote ya umma. Ni jambo la watu wawili, lakini sio watu wawili, sio Said Issa na mwenzake. Ni jambo la watu walio nyuma yao wanaowatuma kuendelea kupoteza muda wa chama na muda wa mahakama na kukiweka Chadema kwenye hatari ya shughuli zake zote kuzuiwa na hatari ya haki za msingi kuminywa. Sasa mimi sauti yangu leo nataka nizungumze na wale wanaomtuma Said Issa Mohamed, wale waliomfanya akaingiza kesi mahakamani mara ya kwanza, chama kikazuiwa kwa siku 309, na waliomtuma kuirudisha tena kesi safari hii waiondoe hii kesi mahakamani, wamwelekeze Said Issa Mohamed na mwenzake waiondoe hii kesi mahakamani, kwa sababu kadiri hii kesi inavyoendelea kuwepo mahakamani, sisi mahakamani mawakili watashughulika na Said Issa na mwenzake mahakamani kwa njia za kimahakama, sisi tutaendelea kutumia njia za kisiasa. Tunasema hii kesi ina mkono wa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Sisti Nyahoza alihusika katika ufunguaji wa kesi ya mwanzo. Tunasema Saleh Bohora ambaye toka tulipomtaja jina mara ya kwanza hajawahi mpaka leo kujitokeza hadharani kukanusha. Saleh Bohora ambaye tunafahamu kwamba ana ukaribu na Samia Suluhu Hassan ndio ambao wamehusika na kesi hii. Tunafahamu walioko vyama vingine waliohusika na kesi hii. Tunatoa mwito kwao, hii kesi ifutwe mahakamani. Hii kesi haina maslahi yoyote kwao, wala haina maslahi kwa nchi, wala haiwasaidii katika kuidhibiti Chadema. Sisi pamoja na kupotezewa muda mahakamani, tutaendelea na mapambano ya kisiasa na njia mbalimbali za kudai haki. Wanahabari tutawaita makao makuu ya chama kuwaeleza juu ya maamuzi ambayo kamati kuu ya chama imeyafanya Kigoma, maamuzi ambayo yataendelea kufungua ukurasa mwingine wa mapambano ambayo Chadema itaendelea kuendesha katika nchi hii, pamoja na mazuio mbalimbali, pamoja na hizi njia zote haramu. Kwangu mimi rai hii ni kesi hii ifutwe, na nitoe mwito wa wazi kwa idara ya usalama wa taifa, kwa sababu wana wajibu wa kushauri nchi katika masuala yanayohusu usalama wa nchi na yanayohusu maslahi ya nchi. Najua wako karibu na korido za hao waliohusika kuifanya hii kesi ifunguliwe mahakamani. Wafikishe ushauri kwao kwamba hii kesi haisaidii nchi wala haiwasaidii hao
wanaomtumia Said Issa kwenye hii kesi. Na niseme jambo vile vile kwamba Said Issa Mohamed sio mwanachama tena wa Chadema. Alishafukuzwa uwanachama na kanda ya Pemba, na kama hajaridhika na uamuzi huo wa kufukuzwa uwanachama na wenzake huko Pemba, alipaswa afuate utaratibu wa kikatiba wa katiba ya Chadema kukata rufaa. Lakini ukitaka kuona huu mnyororo wa hujuma, Said Issa Mohamed ambaye anapaswa kutetea haki yake ya wanachama kwa misingi ya katiba ya Chadema, Said Issa Mohamed amekwenda kwa msajili wa vyama vya siasa ili msajili wa vyama vya siasa atafute namna ya kumpa uhalali aendelee kuitwa mwanachama wa Chadema ili aendelee na haya anayoendelea mahakamani. Msajili ameandika barua kwa katibu mkuu wa chama akitaka chama kitoe maelezo kuhusu hili jambo la Said Issa na kwamba msajili atachukua hatua. Tumemjibu msajili wa vyama vya siasa na tumemweleza utaratibu wa kikatiba wa katiba ya Chadema, na huyu anayeitwa Said Issa Mohamed ambaye sio mwanachama tena wa Chadema, kama anataka bado kuwa mwanachama wa Chadema, utaratibu wa kikatiba wa kufuata ama wa rufaa au wa kuomba wanachama. Kwa hiyo tuna kesi hapa, tunapotezewa muda ya mtu ambaye sio mwanachama wa Chadema lakini anaitwa kwamba anatetea haki za chama za Zanzibar, haki za chama na mambo mengine yanayohusiana hayo, wakati si mwanachama, na kule Zanzibar wamekwisha mfukuza wanachama kule Pemba. Kwa hiyo mwito wa wazi kwa ofisi ya msajili, jitihada zozote za kukiuka katiba ya Chadema na sheria ya vyama vya siasa kumlinda Said Issa Mohamed kupitia ofisi ya msajili itathibitisha tu kwamba ofisi ya msajili inahusika na hii kesi na ina maslahi ya hii kesi. Kwa hiyo rai yangu kwao, waifute hii kesi na wamwachie Said Issa na mambo yake. Kama ana jambo bado na chama, atumie mchakato wa kikatiba wa ndani ya chama. Tunawashukuru sana wanahabari. Asante. Leo tarehe 6 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam mbele ya Jaji Mbagwa kulikuwa na kesi ndogo ya maombi ya zuio ambayo imewasilishwa na Said Issa Mohamed na Mohamed Rashid Hamis dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Walikuwa wanaomba zuio kwamba Chadema ikatazwe kama kutumia mali zake, alafu vile vile katibu mkuu na bodi ya wadhamini wazuiwe kufanya shughuli za kisiasa, ni kama ilivyokuwa imefanyika vile mwaka jana. Sasa kwa upande wetu tuliwasilisha tarehe 2 ya mwezi huu wa 7 mwaka 2026 viapo pinzani vya mwenyekiti wa bodi ya katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na wale wajumbe wa bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo waliwasilisha viapo vyao, na upande wa pili tulikuwa tumewapatia. Leo mbele ya Jaji Mwango wameomba kwa Jaji Mbagwa wameomba ruhusa ya siku 7 ya kuweza kuwasilisha majibu juu ya hicho kiapo pinzani, ambayo mahakama imewakubalia kwamba itakuwa wamepewa siku 7, watatakiwa kuwasilisha majibu yao tarehe 13 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Na vile vile kwa wameomba kwamba basi kutokana na mapingamizi haya yalivyo na ukweli kwamba sisi vile vile tumeshawasilisha notisi ya rufaa katika mahakama ya rufaa ya Tanzania, tukisema kwamba ile shauri la kwanza ambalo liliondolewa ile namba 8323/2026 kwamba tumelikatia rufaa tukiwa turidhishwi na jinsi ambavyo jaji akulifukuza moja kwa moja baada ya lilifuta na kutupatia gharama. Tukasema kwamba hiyo basi ina mguso wa moja kwa moja kuhusiana na kesi ambayo hii mpya ambayo iko hapo mahakamani. Ikaonekana kwamba basi hivyo ya mapingamizi hayo ambayo tumeyaweka basi yasikilizwe kwa njia ya maandishi. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba tumepewa siku 10 kwa upande wetu sisi ambao tuna wajibu maombi, tumepewa siku 10 za kuwasilisha hoja zetu za kwa nini tunafikiri mapingamizi ambayo tumeyaweka yana msingi, na wao wamesema tukiwapatia ndani ya muda wataweza kutujibu ndani ya siku 7, na sisi tukasema kwamba tunaomba vile vile tupate haki ya kuweza kuyajibu hayo majibu yao. Kwa hiyo mwisho wa siku mahakama imeamua mambo yafuatayo. Maombi yetu ya kuwasilisha maelezo kwa njia ya maandishi juu ya mapingamizi yamekubaliwa. Tumepewa siku 10 ambayo mpaka tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2026. Upande wa pili wao wameomba siku 7, kwa hiyo watakiwa wajibu tarehe 23 ya mwezi wa
mwezi wa 7 2026, na sisi vile tumepewa siku 7 nyingine za kuweza kujibu kwamba majibu yetu juu ya yale maelezo yao ambayo itakuwa tarehe 30 ya mwezi wa 7 mwaka 26. Sasa mahakama itakutana na sisi kujua kama tumetekeleza hizo amri kwa ukamilifu mnamo tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 saa 5 asubuhi.